Sasa hivi Dar es Salaam habari ya mjini ni Paul Brand. Yaani kila mahali utapopita utasikia tu Paul Brand alipita hapa katoka Paul Brand, na ukiangalia numbers ni kubwa. Kwanza Paul nimeguswa sana na vitu vikubwa viwili. Kwanza nyumba ambayo Lavalava aliposti, nimeona Paul Brand umekuja kwa juu sana ukiwa unaunguruma. Sijajua kwa nini imekutache kwa kiwango hicho. Hebu zungumza na Bongo 5 sasa hivi. Hivi unajua mimi kwanza ni influencer number 1. Sio chawa kama ndugu zako. Chawa ndo anaweza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Influencer lazima asimame misingi ya influencer. Kile kitu ni kweli. Mimi siendekezi umbea Tanzania, siendekezi upumbavu Tanzania. Naendekeza vitu ambavyo ni vya maana. Uwezi kama mwanaume mwenzako amemjengea mama yake nyumba ukaanza kubageni unasema kwamba sio kwake. So, yani unajua umaskini wako usikufanye kama watu ni maskini pia. Kuna watu wana maisha yao binafsi. Hapendi kuonesha vitu vikiwa vijakamilika kwa sababu watu ni wachawi na ni wachawi kweli wa Bongo unavyojua. Sasa mtu kaonesha kitu pale. Tulieni kwanza. Tulizeni mioyo afu mshangae. Mkishangaa mwambie hongera. Chunguza kimya kimya. Ukija kwenye mitandao ya kijamii ongea kitu ambacho kinafanya nini? Kina uhakika. Mtu kaposting hajakwambia uniongelee, hajakwambia tufanye nini. Yaani yeye kapost kwa furaha yake kwenye page yake. Maswala kwa sio ya kwake. Sio kwake. Njia zako sio za kwake. Nataka Tanzania hii tubadilike. Influencer tufanye kazi ya influencer, wachambuzi wafanye kazi ya uchambuzi, waandishi wafanye kazi ya uandishi. Lakini pia tuzoee kujua vitu unajua tukiendekeza vitu vizuri, vibaya vitakuwa vinajitoa vyenyewe. Sasa unajua kwa sababu ndugu zao wasanii wengi wamezoea kufake. Ndio maana ndugu yako amefanya kitu kikubwa akajua amefake. Kama mimi hapa. Mimi ndio influencer pekee ambaye nikinunua gari hakuna mtu anasema kwamba eti sijui gari sio kwake, sijui gari. Hujawahi kuona kwenye page yangu. Wanashangaa tu matukio hayo. Ni kwa sababu nimejiwekea misingi kwamba ninachokisema mimi ni kweli. Okay. Sasa wao wamezoea kufake ndio maana wanaungurumishana wenyewe kwa wenyewe na nilichopenda Lavalava katulia. Yeye anaendelea kuambia hii nyumba ni ya kwangu, nimemjengea mama yangu na amepiga ngoma mbili kwa tu mmoja. Pale ni kwao, pale ni kwake. Pale ni kwao, ni kwake. Sasa najua watu wanajiuliza kwamba the way alivyotoka WCB akaja akafanya yachi pale kwenye moja ya kufungua EP yake ikaonekana kwamba hata EP imebuma, lakini pia sana wasanii kama wale show ndo watu wengi wanategemea kwamba atafanya show atapata income na nini. Watu wanasema kwamba amefanya show gani huyo? Mbona hana show aliyofanya? Nimeona kina Mr Pimbi wakiwa wanaongelea hili swala. Kwanza achana kina Pimbi, Pimbi ni Pimbi kweli. Ukiona ile kaptura yake ni Pimbi kweli. Tumwache tumweke pembeni. Bench mdogo sana. Nataka niwaambie kitu kimoja kwamba wasanii wengi wanapenda familia zao wengi, na wasanii wengi wanatoka kwenye familia za kimaskini. Watoto wengi wa kimaskini wana ulimbukeni na wengine wana akili sana. Kwa tupo aina hizi mbili. Lavalava aliwezekana miaka yote yuko Wasafi, miaka yote yupo kwenye muziki wake binafsi, alikuwa anaujenga ule mjengo miaka mingi nyuma. Na hisi mimi ninavyohisi kichwani kwangu. Ameujenga muda mrefu lakini akawa hajafanya nini finishing. Labda akafanya finishing jana tu. Ile nyumba kinachochanganya watu ni ile finishing na ramani bro. Wala sio nyumba kujengwa. Mfano nitolee mfano mzuri, wewe ndio unaiona ile nyumba ambayo iko pale. Unaiona ile nyumba ile. Ile nyumba imejengwa, inaonekana vizuri mpaka sasa. Inaonekana kawaida sana kabisa. Lakini imagine ile nyumba ikitoa finishing sasa hivi. Afrika ile nyumba ni ya Bongo TV. Kwa na maana kumbe tatizo ni finishing. Finishing imewachanganya zile rangi. Kwanza kapiga white kama Ikulu vile. Umeona? Yaani ile ngome imekuwa kama Ikulu. Ndio ujue unajua wasanii wengi wakubwa hawafanyi vitu vikubwa, wanakodi manyumba, wanadanganya tena nyumba South Africa na nyumba sio wapi Gabon na nyumba sio Kawe, kumbe zile nyumba sio za kwao. Wana show off. Dogo alipopiga dongo moja, yani pigo hili wakasambana. Alafu kajenga gorofa kweli yule. Alafu kajenga nyumba kweli. Hajajenga vijumba vya rangi hivyo. Nimesema ukimtoa Bilinasi na Nandi, Tanzania hii anayefuata ni Lavalava. Kwa wasanii niamini mimi nakwambia hayupo, na ndio maana imetikisa Tanzania nzima. Hawaamini macho yao. Waliokuwa wanamdhania sie kumbe ndiye, waliokuwa wanamdharau ndo kapita namba 1 sasa hivi Tanzania. Ina maana watu wanadai kwamba basi aoneshe hata kadi ya nyumba, basi hata hati ya nyumba. Ya nini aoneshe kadi ya nini? Ya nini? Lakini ya kwake? Ya kwake ndio umesema ya kwake. Wewe upewe kadi ya nini? Wewe ni benki. Wao wenyewe wana hizo kadi, zipo benki. Aoneshe kadi ya nini? Yule ni msanii original. Huyo Lavalava huyo ule kuna mzarau sasa hivi anatikisa, amevuga ubongo, yani wamekaa wanawaza vitu vingi. Nafikiri kwa nini Mwijaku analizungumzia sana swala hili? Simfahamu ulomtaja, muongelee mtu mwingine. Huyo ni mtoto mdogo sana, siwezi kumjibu. Huyo mimi namuita kichwa mvilingo, na kweli kichwa yake ni mvilingo. Sasa unaweza kufanisha nyumba ya Lavalava na ile nyumba ya Kigamboni, nyumba zimekariana, nyumba imenyoka kama vile lula. Brother, ile sio gorofa bro.
ila hata wewe unaweza kujenga, nikupe mbinu za kujenga ile nyumba. Chukua nguzo moja, pandisha, weka zege katikati, chukua nguzo nyingine, pandisha, tenga vyumba, tayari ghorofa. Ndio nyumba yake na yule kichwa mviringo. Sio lavalava. Ya lavalava ina square, ina vioo kila kona. Angalia kwanza nguzo ya chini, toja ni ghorofa, ile nguzo kubwa, nguzo ya lavalava. Angalia square, angalia vichocho vile, angalia hivyo kato. Sasa Paul Brand ni kama mmeambizana, kwa sababu tunaona wewe na Doto mmesimama mnamsifia lavalava. Lakini Mwijaku uko na sasa, unajua inabidi ujue kutofautisha influencer na chawa. Doto na majini yake, simjuagi mimi. Kuna kipindi anakaa huku, kuna kipindi anakaa huku. Hajaye kunyoka yeye naye. Kesho anaweza kaamka asubuhi amepewa posho, akaamka anasema ile nyumba sio. Lakini mimi nasema namba hii moja tu. Ndio maana nakwambia influencer. Kuna chawa na kuna influencer. Waacha usiwazungumzia ni machawa. Okay. Hapo unaongea na influencer. Brandi, mimi katika kitu ambacho nasema nizungumze na wewe leo ni kwamba Afrika Mashariki na Tanzania ili kufahamu kwa ukubwa baada ya kuipromote harusi ya tajiri Sylvester pamoja, kwani tunaanzia hapo. Tukio la Sylvester tajiri yako ndio lilionyesha kwamba who is Paul Brand in Tanzania. Kwa kweli namba zilikuwa ni kubwa na watu wengi wakawa ni mashabiki zako kwa ukubwa. Lakini baada ya muda tukaona tena kuna mtu ambaye alikuwa anakandia unachokifanya akaenda kule. Sijajua nini kilitokea. Hebu nataka unipe mkanda mzima Paul Brand, kwa sababu kanda ya ziwa ni ya kwako na hakuna mpinzani. Nataka uniambie nini kilitokea za ndani. Unajua, kwanza nikwambie mimi ni mkubwa. Nikisema influencer na mmoja namaanisha kweli. Wale ni wadogo. Lazima umfuate mkubwa akafanya nini? Lazima waangalie mimi napita wapi wapite. Kwanza ile issue ya yule kichwa mviringo nilishirikishwa kwanza. Kwambia huyu mjinga tunamleta kwa Bongo. Nilishirikishwa mapema kabisa. Okay. Kwamba tunamleta kumdhalilisha. Yaani tunamleta huyu atubu, tumpe pesa, apagawe, hatuheshimu. Mpaka sasa hivi yule mjinga ukimwambia sasa hivi tukupeleke kanda ziwa, mabegi tutakwenda kesho asubuhi kule terminal 2. Ameshaweka pale. Anaweza kana hata airport. Kwanza yeye ndio mara kwanza amepanda business kwenda Mwanza. Wale matajiri zangu ndio watu wa kwanza kufanya nini? Kumpandisha ndege. Nataka nikueleze ujue kabisa wale matajiri waliokuwa wanasema ni hawana hela ndio wamempandisha business class. Baada ya pale matajiri akanambia mwache sasa, tumeshampa dola, mwache arudi nyumbani. Alipofika akaenda kumpa mke wake dola, mke wake hela alizopewa na wanaume anampeleka mke wake, mke wangu. Wakanambia Paul, umeona ndugu zako, nitakutumia video mimi. Anafanya mambo ya ajabu, Katoro kwa memsnape mpaka nguo zimeshuka chini, nguo za ndani zinaonekana, wamemrekodi. Nitakutumia, nitakuonesha ujue. Yani yule anaenda kumdhalilisha kupitia pesa. Brother akapewa shilingi milioni 1 mle ndani mle kumbini. Mimi siwezi kupewa milioni 1 mbele za watu vile. Mimi naambia Paul, kuna basha yako imeshafika sehemu, kachukue. Sasa ili uone watu wa kanda ziwa walivyo ajabu, mwambie sasa hivi aende. Na ni kweli alikosa sehemu ya kukaa kwenye ukumbini? Alikosa sehemu ya kukaa, mkiangalia vizuri alikosa. Na mimi na ile video alichaguliwa kijana wangu nilimchukua. Mimi nichelewa kwenda, sikufika mapema kwenye shule sababu unajua sisi tuna mambo mengi, sisi watu mastaa tuna mambo mengi. Alianza yeye akafika akakosa pa kukaa, akahudumiwa na ndugu yake mmoja wakatola, akamwita njoo, kuna sofa iko hapo mbele wanakuja kukaa watu fulani hivi, njoo ukae. Ndio akakaa, maana ameweka nguo zake zimening'inia pale. Mimi nimeingia, muda umeenda sana. Nilipoingia uliona mwenyewe attention iliyokuepo. Na viti huta vimeshaviandaa viti, sehemu ya kukaa superstar. Bro. Okay. Ndio. Sehemu ya kukaa. Kwa mambo akawa ni yani, kwa sasa wewe uliandaliwa kabisa. Yaani kulikuwa kuna special wako pale. Mimi sio kuandaliwa tu. Bila mimi shughuli iende ile. Shughuli ya Kahama baada ya kichwa mviringo kuja, nilitamani ningeiacha kai-host au akaonesha ukubwa wake, lakini iligoma. Kuna kipindi kama niliona sports matukio niliacha. Kutaka kuonesha tuone kama yeye ataonesha ile ukubwa wake. Sasa amekuja mkubwa. Kwa hiyo ina maana ulistop tu kuposti kwa sababu tu kuona kwamba atafanya nini? Nini kitafanyika baada ya yeye kuja. Okay. Nilipoacha ngoma ngoma yetu ikadoda. Ningejua hata nisingefanya yale mambo. Yaani kuacha tu ngoma ikadoda. Okay, baada sasa Sylvester alikwambia nini? Hilo natamani nitaje, lakini tajiri ni mtu asili sana. Ni mtu asili sana. Kwa tajiri aliniita. Baada ya hapo tumeongea mambo mengi. Tutazidi kufanya kazi kubwa zaidi. Kuna tukio linakuja bado. Siwezi kusema mbele ya kamera. Okay, sawa. Ukipima the way ambavyo ulivyobeba ile tukio la Katoro na the way ambavyo Mwijaku alivyoenda Kahama, kuna uwiano hapo? Ukipima tu mwenyewe kwa macho, the way ulivyopush ile jambo, helicopter na nini, misafara ya kutosha, ukiangalia kuna uwiano upande wako? Kwanza ujue mtu alioharibu shughuli ya Kahama ni kichwa mviringo. Matajiri wengi walikuwa hawana vibe baada ya kumuona, wengi. Kwa sababu walikuwa wanamsema labda walikuwa wanamsema chini kwa chini pale.
huyo alitutukana wewe, mbona yuko hapa? Watu wananiambia po, huyu wa nini mfukuze? Anambia tulieni, huyu ni njari zinazo tumwache. Yaani nilikuwa natuliza matata, tulieni. Kuna matajiri kwa namkataa kabisa. Yule tajiri yake mwenyewe alimdhalilisha, alimleta hoteli kwangu, nimeona kama uliona ile clip, amemleta kama po, huyu hapa sasa, mwambie shuka shindana na wewe, akakimbia. Sawa. Paul Brand. Naam. Sasa hivi watu wanajaji kwamba hata unatembea na ulinzi mkubwa hapa Dar es Salaam, una mabouncer na nini, kiasi kwamba hata kuna watu ambao wanaweza wakataka labda kukutumia kwenye mambo yao makubwa, labda kuwa promote nini, lakini wakaogopa kulikana na muonekano huu wa kutisha. Labda kwa upande wako, mtu akikuhitaji labda kuweza kupromote biashara yake, mpango mzima umekaje? Kwa sababu bado kuna watu wanakuogopa kwamba jamaa sasa mpaka anapoa mamilioni yale na matajiri madola nini hivi, mimi nitampa shilingi ngapi? Ni kweli wanachokiongea, lazima waogope kwa sababu mimi ni mkubwa, lazima pia niwe na ulinzi mkubwa. Washansoma lakini pia ni mimi nimekuja kitofauti. Nimekuja kikubwa sababu mimi ni mkubwa, najua thamani yangu. Mimi ni influencer, sio chawa. Mimi kuja kufanya kazi na mimi lazima nianze na manager yupo. Namba zake za simu zipo kwenye profile yangu ya Instagram na TikTok. Utamcheki manager, ataongea na wewe, atakuuliza baadhi ya maswali, utamjibu maswali, mtaitana, utaandaa meeting, atakuja manager, mkikubaliana mtaonana na mimi, na ukishaonana na mimi kazi itafanyika kama tutakubaliana kiasi, na malipo atafanyika mara moja na kazi itafanyika mara moja. Lakini sio kirahisi watu wanavyodhani, kama unaweza kuingia kwa Paul Brand sio kupiga simu moja hivyo, sio kirahisi. Mimi ni influencer, sio chawa. Kwa hiyo maana sasa hivi Dar es Salaam umehamia rasmi? Dar es Salaam nakaa sasa hivi, lakini kwa mambo yangu na mambo na set sawa, sababu naenda Dubai kesho. Baada ya Dubai narudi kwenda Malaysia. Baada ya Malaysia naenda China. Kwa lazima nikae karibu na airport kwa ajili ya kuweka mambo sawa, mambo ya visa, nishughulikia mambo ya visa. Tunajua balozi nyingi ziko Dar es Salaam. Kwa nadhani ndio maana nipo Dar es Salaam kwa muda huu, ila baadaye nitahamia tena kanda ziwa kwa ajili. Tunaonaga baadhi ya influencer wakubwa kama nyie, kuna upande mnakuwa mmebase kwamba bana mimi na base labda katika upande wa WCB au Harmonize au Alikiba, lakini mpaka sasa hivi hatujaliwa huko upande wa kina nani sana sana katika kusapoti shughuli nzima za kiburudani nchini Tanzania. Mimi ni Mtanzania, mimi ni influencer, siwezi kuchagua upande. Wasanii wote ni wa kwangu, wa Tanzania wote. Sina hizo kazi nimekwambia, wacheki na kichwa mvilingo, kina mapimbi au sio wachambuzi, waachiwe vijana hao ni wa Mbeya, ndo kazi zao. Mimi Diamond Platinum ni wa kwangu, huyo sijui Msindo Konde sijui ni ukande wangu, Alikiba, kila msanii, Nadi na Bilinasi ni watu wangu, na Lava pia ni mtu wangu. Lakini ukifanya vibaya tunakuchana. Okay. Kuna mtu mmoja alinituma nikuulize kwamba nasikia una kipaji maalumu mahususi cha kuweza kuzungumza na tajiri. Hebu waelekeze Watanzania namna kuongea na tajiri. Tajiri unaongea naye vipi? Tajiri hakurupukiwi. Tajiri pia inaruhusiwa kujipendekeza kwa tajiri. Inaruhusiwa kujipendekeza kwa tajiri. Tajiri pia analogwa. Tajiri analogwa. Unajua analogwaje? Analogwa na maneno matamu. Unamwambiaje sasa? Usiomba mipango, unamwambia tajiri, unajua sasa hivi unamiliki gorofa kanda ziwa, inabidi tupate apartment Dubai. Watanzania wengi wakitoka Bongo wafike kwenye apartment zetu. Pia tajiri, kuna fursa, nimeona kuna gorofa liko pale Sinza, ni kama tajiri haelewi, mwenye nalo haelewi. Tulipindua ile gorofa, tulichukua tulibadilisha hizo apartment au hotel. Tajiri apewa mipango, lakini tajiri anataka aone umekuja umepaki nini nje. Tajiri hizo ndo mbinu za kuongea na watajiri. Ukimaliza kwa tajiri unalipa bili wewe. Milioni moja unamwambia tajiri ilisha kutokea ukalipa for kuokota mara nyingi sana hata leo nimemwambia tajiri anatoa Yasini kwa naye nimelipa bili ya ulitukuta wote shilingi 700,000 nime pale, lakini hapa natengeneza mpango wa milioni 10. Sina njaa bro, mimi nakotesha watu pia ujue, mimi nakotesha pia watu, sina njaa, ndio maana hicho kuvundo ya matajiri. Kuna muda unalipia bili kabisa kwa matajiri? Sio muda, kila muda, mara nyingi. Alafu sina njaa, alafu sipewi keshi mimi, kukoteshwa keshi, labda dola. Account number zipo bro, sina haraka nizo hela zangu. Ndio maana nikimtangaza mimi tajiri nimemtangaza, ni tajiri kweli. Naomba tuishie hapo leo. Naomba tuishie hapo. Samahani. Bwana muacha tu kwenye matamu mchana bado, mbona bado hajachanganyikiwa? Kaingia influencer kwenye ulingo, sio chawa. Ataonyesha namna gani ya kudina influencer. Nikifika Dubai utaona mambo maajabu. Nikifika Dubai utaona maajabu. Tuishie hapo. Bwana, kulingana na taharuki ambayo iko kupitia Paul Brand, watu wengi sasa hivi wamekuwa wakimfuata sana kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona ameweza kushare dashboard yake kwenye Instagram, zaidi ya watu milioni 64 wanafuatilia account yake kwa ukubwa sana. Nini comment yako? Unaweza kudondosha hapo. Mimi ni Abraham 55 kutoka Bongo 5 TV. Hii ni Bongo 5 Network, Dar es Salaam, Tanzania. Unyama ni mwingi.